Maana nimesema siku nikiwa sina kifurushi au watu tunawaepuka. Unatafuta yule ambaye sehemu ya kutokea bila kujua kwamba kuhusu swala la upendo sasa atajua yeye. Uhali gani mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, kipindi hewani ni Raha Hour, ukiwa nami mtangazaji wako Ganji au unaweza ukaniita Chama Mama, lakini sipo peke yangu studio leo, niko na official hizo Mr. Lavalava. Asante. Ndani ya studio leo Ezra, kuna mada fupi ambayo nataka tuzungumze kwa pamoja, ambapo tunazungumza ikisema kwamba kuna mapenzi ya aina mbili, mapenzi ya kupendana na kuhitajiana. Hivyo wewe unaweza kuzungumzia swala la mapenzi ya kupendana na kuhitajiana? Swala la mapenzi ya kupendana na kuhitajiana. Kwanza kwenye mapenzi sio kwamba kuna mapenzi tu ya aina mbili. Kuna mapenzi ya aina nyingi sana. Unaona? Yapo mapenzi ambayo binafsi kwanza hata mimi hapa siwezi nikayaongelea kwamba yakoje. Unaona? Kwa sababu gani nasema hivi? Tunaona watu mbalimbali unakuta wamependana siku moja, wameachana siku mbili, siku ngapi, wiki, unaona? Kwa hiyo yote hayo ni aina ya mapenzi. Unaona? Ukianza kwa mapenzi ya kupendana kwanza, ili ujue mtu kwamba mnapendana, kuna kuwepo na vitu gani? Ili ujue kama mnapendana au unapendwa au unahitajiwa. Tuanze kwanza hapo kwenye ili ujue unapendwa, kuna vitu gani ambavyo vinatakiwa vionekane? Au mbinu za kumtambua mwenza mwenye mapenzi ya kweli. Hasa kwa mwanamke. Hasa kwa nani? Kwa mwanamke. Kwa mwanamke. Ya kwanza, haogopi kukutambulisha popote. Aidha kwa rafiki au ndugu. Sasa nakupenda, uko hapa. Hawezi kufika. Uko kwenye mtima. Lazima yani popote pale ukienda, lazima kama kuna rafiki yake atatamani akujue kwa sababu anakupenda. Cha pili, ndugu zake, watu wake wa karibu lazima wakujue. Yaani haoni shida kukutambulisha kwa sababu anakupenda, na mtu anakupenda lazima kunakuwa na nini? Na mapenzi ya dhati. Anajiamini na wewe. Anajiamini. Cha pili, anakuwa msikivu sana na mtekelezaji wa unachomwambia. Ni kwa sababu sio kwamba anafanya vile kwamba anaogopa kwamba sio nini huyu mpenzi wangu. Ni kwa sababu anakupenda. Tunasema ile kwamba power of love. Upendo una nguvu kubwa sana. Unaona? Yupo radhi aache chochote ambacho unaona wewe hakifai kwake au ukihitaji kwa mpenzi wako. Na katika jamii unaweza kuona mtoto kachanganyikiwa au kafanya. Lakini kumbe ni upendo na ni mapenzi ya dhati. Mtu anakupenda yani ile anafeel kweli huyo mtu nampenda. Na anakuwa anatamani pia itokee pia na wewe umpende kama anapokupenda. Iwe hivyo. Cha tatu, anakuwa mvumilivu hata ukiwa huna kitu. Yeye anachagua upendo kuliko vitu. Sawa. Unaona nondo hizo? Anachagua upendo kuliko vitu. Sio kipaumbele kwake vitu. Inawezekana akawepo mtu ana vitu ambavyo pia inawezekana yeye ni matamanio yake kuwa na hivyo vitu vya aina hiyo. Lakini upendo au moyo wake uko wapi? Anaangalia zaidi moyo unataka nini kuliko vitu na matamanio ya vitu vingine, si ndio? Kwa hiyo anakuwa mvumilivu sana, akiamini pia ipo siku hivyo vitu vitapatikana. Hata kama visipopatikana kwa ile kiasi anachokitaka yeye, lakini inshallah. Unaona? Yeye anachojali ni upendo na kumsikiliza moyo. Kingine, heshima. Anakuheshimu wewe, rafiki zako pamoja na ndugu zako pia. Hawezi tu kuishia kukuheshimu wewe kwa sababu ni mwenza wake au mpenzi wake. Anaheshimu pia wale watu wanaozunguka kwa sababu anaamini kwa asilimia kubwa wale pia wanachangia katika mahusiano yenu. Kwa lazima waheshimu kwa sababu sisi ni binadamu. Inaweza katokea siku moja mmekwaruzana hivi na hivi vitu vimeenda katika hali ambayo sio sawa. Ndio. Sasa kibirani itakuwa wapi kama hajawaheshimu?
watu wanaokuzunguka, ndugu zako, rafiki zako na nani, atamwambia nani? Ni sawa hapo hapo kwenye heshima. Uliposema inaweza ikatokea tatizo. Sawa, huenda anawaheshimu, lakini je, vipi kama hao hawakubaliani na huyo mtu? Sasa unajua heshima ni kitu cha msingi. Ndio. Yeye inabidi tu waheshimu. Hata kama anaona kabisa hawa hawanipi heshima au kile kitu ambacho mimi nakuwa nawapa. Lakini mimi kwa sababu kile kitu kwamba sitoi hela kukinunua au wao hawanipi hela kukinunua kutoka kwa. Heshima ni kitu cha bure. Mimi lazima tu niwaheshimu. Kwa kuwa ni mtu yeyote unaweza kumheshimu. Yeye abaki katika misingi ya kuwa na heshima. Kwamba mimi namheshimu mtu fulani, hata kama ikitokea naweza nikaanzia wapi kuzungumza nao, isionekane kwamba wao wananionyesha vitu fulani na mimi niwe nani ni kaidi au nitake kuendana nao. Wewe hata kama msaidiani kwa chochote, waheshimu. Ipo siku wataona thamani yako. Ipo siku wataona msaada wako. Ipo siku wataona ile asiyefaa mifale. Kwamba msaada wako ni upi? Ndio. Kingine, wivu ni kitu kidogo ila kinamata sana kwenye elements za true love. Wivu ni kitu kidogo sana lakini kinamata sana kwenye elements za nini? Za true love. Mapenzi ya dhati. Lakini kuna wivu mwingine unazidi mpaka unakwaza. Hiyo unaweza kaiwekaje upande wa wivu? Kuhusu upande wa kwamba kuna wivu mwingine unapitiliza. Kwenye mapenzi hicho kitu ni lazima. Yaani fanya ufanyavyo, wivu lazima unakuwepo tu na tunatofautiana. Mimi naweza nikawa na wivu kwa kiasi fulani, lakini kuna mtu mwingine ananizidi. Na hiyo yote inatokana ni kwamba mtu anakupenda, lazima akuwaze na lazima awe na wivu. Lakini kuna hii kasumba siku hizi unakuta wanaume akiona mwanamume, sasa na mimi nizungumzie upande wa mwanamke, anapomwonea wivu mpenzi wake, mwanamume anaona kama kero au ndio njia ya kumuumiza mpenzi wake zaidi kwa makusudi. Kwa sababu anamwonea wivu, anajua ananipenda, hapa hana la kufanya. Huyo sasa anakuwa amechanganyikiwa. Na hapa lazima tuwekane sawa. Inabidi uelewe kwamba katika mapenzi swala huyo anakuwa ajue hivyo. Sawa? Lakini kwenye mapenzi hicho kitu lazima kipo. Na kuna wakati mwingine pia unakuwa unaona kama kero. Lakini inatakiwa ujitune, urudi kwenye ile nani? Ule muktadha wa kwamba mpenzi wako ananipenda. Ufikirie sasa, hata kama ni mwanaume, ufikirie na wewe kuna kitu ambacho unakipenda au tuseme basi kuna side chick, si ndio? Kwamba wewe ukiona mtu fulani hakuzingatii kile kitu ambacho unakuwa nacho moyoni, unawaza au hapendi au hapendi. Unakuta mpenzi wako anatoka kumuulizi hata siku 3 hutaki kujua hicho kitu ambacho anacho mpenzi wako. Yeye kinamkereketa moyoni kwa sababu anajali. Unajua wivu unakuja pia na vitu ambavyo kama ni kujali. Yeye anajali. Lazima awe na wivu kwamba mpenzi wangu yuko wapi, sawa. Lazima ajue. Yaani tuseme tu kwamba wivu hauzuiliki kwenye mapenzi. Sio kwenye mapenzi tu, kwa mtu anayekupenda. That's true love. Lakini sio kwa mtu anayekupenda tu. Kwa watu ambao mnapendana, sibezi sema. Muwe mnapendana wote. Na tuendelee. Kingine, muda. Unaambia kwamba yupo tayari kuspendi muda mwingi karibu yako na anakumisi mara kwa mara. Sasa hapa kwenye muda hapa, yani wewe usiwe yani na ile tabia ya kukutana na mpenzi wako dakika 5, dakika ngapi, alafu wewe huyo unakuwa mtu busy. Ina maana hiyo furaha ambayo anakuwa anaitafuta kwako ana uwezo wa kuitafuta sehemu nyingine. Sawa. Mapenzi ni ajabu sana. Inawezekana mtu alikuwa anakupenda na anapendana vizuri, ila ukaharibu kitu kidogo. Ana uwezo wa kuhama sehemu nyingine akaenda akaonyeshwa mpenzi ya dhati kuliko ambaye alikuwepo kwako. Unaona? Akapewa muda. Muda ni kitu muhimu sana. Anajiona sasa, mbona hapa ndo nimefika. Utakuta vile migogoro inaanza kwa sababu ambavyo haujali na yeye atakuwa hajali pia. Hapo inabidi sasa wewe uanze kujiuliza nini. Na unakuwa ushachelewa wakati huo. Umeshachelewa kwa sababu hiyo furaha ambayo alikuwa anatarajia ipate kwako, ameikosa kwako kwa uzembe wako.
yeye anakuwa anaitafuta hiyo furaha sehemu nyingine. Na akishaipata kuisha. Usitafute kumlaumu. Kabisa. Zingatia hilo ndugu mtazamaji. Kingine cha mwisho ambacho nitazungumzia huu upande kwamba mawasiliano. Yaani mpenzi wako anapenda muwe mnawasiliana kila baada ya muda. Unaona? Ndio. Sio kwamba wewe labda tuseme ni mtu wa kusafiri. Umesafiri umeenda sehemu fulani zinapita siku 2, singizio ni sio bize wa nini? Uchovu wa safari. Kweli hivi uchovu wa safari unamata vipi kunyanyua simu yako ukapiga dakika 5 dakika ngapi? Angalau ya mpenzi wako ajue kwamba kumbe anakumbuka uwepo wangu na umuhimu wangu kwake. Sawa sana. Hivyo vitu viko hivyo. Ni vya kuzingatia sana. Ni vitu vidogo vidogo ambavyo vinakuwa vinafanya nini? Lakini vinasababisha upendo. Sawa, upendo unatoweka. Basi asante sana katika swala zima la mapenzi ya dhati, Mr. Lavalava, nimekuelewa kwa sababu wanasema mapenzi ni moyo, mapenzi ni hiari. Mapenzi pia ni hisia. Huwezi kuforce kupenda. Sasa baada ya kupata hizo dondoo chache katika swala zima la mtu anayekupenda, twende upande wa mtu anayekuhitaji. Je, nitajua vipi huyu mtu mimi ananihitaji? Yamkini kuna sababu zipo wazi zinajulikana, lakini mtu nakuta unafumba macho kwa sababu yule mtu unamhitaji. Ila kabla sijaenda kwako Ezra, kitu ambacho mimi nataka kuamini au kutetea katika hilo, kuhitajiana sio jambo baya. Isipokuwa inabidi wote muwe na lengo moja kwamba mmeelewana, sisi bwana hatutakuwa wa mapenzi ya dhati. Tutakapohitajiana tutakutana. Sema sasa shida inakuja, mmoja kati yenu atapenda zaidi, atajikuta ameingia kwenye mapenzi, sio swala la kuhitajiana. Wewe kwako unaweza ukaliwekaje hilo swala? Kwanza awali nimezungumzia upande wa wanawake. Sasa hapa nimezungumzia upande wa wanaume. Unajua ukubali ukatae, mwanaume anafanya mapenzi na mwanamke yoyote. Sawa. Unaona? Hebu rudi hapo. Mwanaume anaweza akafanya mapenzi na mwanamke yoyote pasipokuwa na vigezo vyovyote. Hiyo iko hivyo. Kwa sababu swala la kwanza, sisi wanaume inaweza katokea mimi niko barabarani, nimeona vitu fulani hivi mashaallah. Mambo yako. Sema hivi si vitu vyangu kabisa. Ndio. Sasa nikishaona vile bana, mimi sio mimi tu nazungumza kwa niaba ya wanaume na wanajua. Fungua kodi. Unaona? Na wanajua. Hii bana sisi wao kuna vitu fulani kila mwanaume yake. Inaweza nikasema bana, nimependa jinsi anapotembea. Yaani sababu ambazo hazieleweki. Na ndio maana mwanaume akikutana na mwanamke barabarani, akivutiwa kwa kitu kidogo tu ambapo ndio tunasema kwamba vitu vyake, akiona kuna vitu vyake bana, hakuna kurekebisha kauli, ni tamaa. Alizungumzia upande wa tamaa. Akiona mtu vitu vyake, akiona kuna vitu vyake pale. Ndio maana wanaume ukiangalia sana, kuna mwanamke ambaye huwa anakutana na mwanaume barabarani anakuwa wa kwanza kuomba namba. Ni ngumu. Ila sisi niye kutana naye pale, tukijazungumza kidogo hivi nini na nini, tatoa simu, naomba namba. Unaweza kupenda namna anavyokuangalia tu. Kwa sababu kuna vitu vyangu nimeona pale. Baadaye tutaelewana. Unaona? Sasa hapo ndo nakuja kwenye swala la uhitaji. Nakuwa nimehitaji tu yani kwa muda ule, lakini sio kwamba eti nataka niwekeze kwenye upendo, hamna. Nakuwa ni yani ni uhitaji kwa ule muda. Unaona? Lakini kwenye hilo swala pia inawezekana mimi kuna mtu namhitaji katika nyakati fulani hivi. Unaona? Umeshikwa. Mimi niko zangu huko. Nachukua simu naangalia majina A mpaka Z. Kumbe na hiyo imo. Naangalia A mpaka Z. Nani? Ila nikawaza mbona kuna fulani? Fulani hapa nikipiga ni simu moja. Chapo. Simu moja anafika hapa. Navuta simu. Hapa. Fulani hivi. Respond ndio hapa nakuwa nimehitaji kwa sababu nakuwa nimejua kwamba nifanya nini? Nimeshikwa. Lakini sasa pa kutokea ni wapi? Natokea hapa. Unatokea hapa, lakini turudi pia umesema upande wa wanaume. Lakini upande wa wanawake pia, hata wanawake wao wanahitaji mtu. Huenda unamuita anajua kwamba mimi huyu atakaponiita nitakapoenda stoki bure. Kwa hiyo anakuwa na mahitaji ya kiuchumi, lakini pia na mahitaji ya kihisia pia.
kwamba yani mimi huyu sio kwamba ni mtu wangu permanent, ila anaponihitaji naenda, nikienda sikosi chochote kitu. Kwanza ngoja nikwambie hapo kwenye swala la uchumi. Kwenye anga sisi wanaume wala kuna kitu kimoja. Huwa tunazingatia pia embo fulani. Kwa hiyo kitokea kuna kuna mama ambaye yani mimi nikimuita tukikutana hivi nini na nini, najua lazima atake dola. Ndio. Au huwa tunawaepuka. Ndio maana nasema kwamba huwa tunaangalia natokea wapi, nachomoka wapi, hata kama sina dola. Jamani, lakini sina kifurushi kwamba huyu mtu akija wana tunajuana, anaweza kaondoka hivyo hamna madhara. Lakini yule ambaye hata kwenye mawasiliano nikipiga simu nikivuta waya hivi mambo yatakuwa mengi pale, nitajua hapa. Lakini sasa huyo anakuwa ni mtu ambaye na yeye atakuwa sasa anakupenda, kwa sababu kwenye vigezo vya kupendwa kule tulisema huyo mtu hataangalia sababu kwako. Pale kwa sababu anakupenda atafanya chochote. Sasa kuna huyu anayekuhitaji kwamba mimi fulani na mimi namhitaji, nikiwa na shida na kiasi fulani cha pesa nakipata, au hisia zangu kimwili. Unajua na wanawake pia siku hizi wanatamaa. Wanawake siku hizi pia anaweza akasema akapita na wewe siku moja tu na asirudi tena kwako. Lakini yeye mama zamani alikuwa kwa wanaume. Ila siku hizi hata wanawake anaweza akapita na wewe siku moja akaenda mbele mazima asirudi tena kwako. Kwa nini asirudi? Sababu ni nyingi kama ambazo mnazo nyie. Ni mtu ambaye anakuhitaji. Yaani anakuhitaji tu kwa muda. Ni mtu ambaye yani hata huwezi kukumbuka ni lini mliambiana mnapendana. Ni mtu ambaye hajali lolote kuhusu mawasiliano kama tulivyosema kwa wanaopendana. Hajali kuhusu mawasiliano, hajali kuhusu wewe kwa chochote. Isipokuwa ni ile siku unayomhitaji lazima nawe utakuwa na ankara. Basi atakuja kwa ajili hii. Ndio maana nimesema siku nikiwa sina kifurushi au watu tunawaepuka. Unatafuta yule ambaye sehemu ya kutokea bila kujua kwamba kuhusu swala la upendo. Sasa atajua yeye ndo ananipenda, ila mimi sijui kama ananipenda. Unaona hapo ndo utakuja ule msemo kwamba aliyeuza cheni bandia amepewa pesa ya bandia, mambo yanakuwa ngoma draw. Sasa mimi hapo mimi ninachojali ni kwamba leo najihisije na kila simu nikipiga sehemu fulani nachukulewa. Unaona? Ndio. Je, natokea wapi? Nitaangalia sehemu ya kutokea. Sasa kama ni upendo inatakiwa yeye ndo anakuwa anaonyesha, ila mimi sasa siwezi kujua kwa sababu sijali kuhusu hicho kitu, sijali kuhusu upendo kwake, kwa sababu mimi najua kwamba mimi nikipiga simu sehemu fulani mimi nataka tu vitu fulani basi imeisha hiyo kabisa, inakuwa imetoka. Asante sana Esma. Lakini mtazamaji, tuko pamoja, tulikuwa na mada nzuri sana leo na tutajadili kwa pamoja. Usisahau kuacha maoni yako. Ezra, nitapenda tuache swali kwa watazamaji kwamba je, yeye anapenda au anahitaji? Na je, au anapendwa au anahitaji? Anapendwa au ana vitu vinne. Cha kwanza anapenda au anahitaji. Cha pili hivyo ni viwili. Cha tatu anapendwa au anahitajiwa. Basi tuongeze na cha tano. Je, wanapendana au wanapenda? Au wanapendana, kwa sababu upendo ni kati ya watu wawili. Tunapendana na kupenda. Unanipenda na kuhitaji. Tunahitajiana. Au unapenda wewe peke yako. Naam. Hilo ndilo swali tuliache kwa ndugu mtazamaji. Lakini pia, je, unaweza kuendelea kimahusiano na mtu anayekuhitaji? Kama ambavyo alizungumza Ezra kwamba nakuhitaji, ninapokuhitaji ni simu moja na kuita unakuja, mnamalizana. Je, upo tayari kuendelea na mahusiano ya namna hii? Alafu wanaume kuhusiana na haya mambo yote, nisikilize vizuri kwa makini. Wanaume kuhusiana na mambo yote haya, kuhitaji kufanya nini, vitu vyote, utakuwa na kikao. Utakuwa na kikao cha wanaume siku yoyote, kikao cha siri kwanza. Baadaye ndio tutaita wanaume wengine wote. Hapa tutaanza kikao cha siri wanaume baadhi wachache kwanza. Alafu baadaye tutakuwa na kikao na wanaume wote. Tutaanza kwanza. Sawa, pamoja na kuwa kuna kikao chenu, na mimi nataka niwaambie wanawake wote, wakina dada wote, mabinti wote, mapenzi ya kweli siku zote yanajengwa na misingi ya kweli. Kama usikubali kudanganywa, fuata moyo wako. Ukiona hapa nafsi inakataa, na wewe jikatae, acha kufasi mambo, acha mambo yajipeleke yenyewe. Usiwe na masharti katika mapenzi. Asante sana mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV. Usikose katika kipindi kijacho cha Love Hour, tutasoma comment yako. Mpaka wakati mwingine.